Tunajua ligi kuu soka Tanzania bara inaelekea ukingoni, lakini ligi nyingine zikiwa tayari zimeshafikia tamati katika nchi tofauti tofauti, lakini ligi kuu ya Tanzania itakwenda kutamatika mnamo Juni 22, 2025. Michezo ya mwisho ya raundi ya 30 itakwenda kufanyika hapo. Lakini kumekuwa na tetesi nyingi za usajili, hasa tukijua kwamba vilabu baada ya kumaliza ligi vitakuwa tayari vimeanza kukusanya ripoti za walimu wao pamoja na benchi ya ufundi kwa ajili ya kujua ni maeneo gani ama idara gani katika vilabu vyao wanapaswa kuzimarisha kwa ajili ya msimu ujao 2025 2026. Tunaangalia mchezaji Aishi Salmanula, goalkeeper wa klabu ya Simba ambaye amekuwa Tanzania 1 kwa muda mrefu. Msimu huu hajapata walau dakika moja ya kuweza kuwa uwanjani kwa ajili ya kuitumikia klabu yake katika mechi za mashindano haswa ligi kuu soka Tanzania bara. Kwa hiyo hajatumika katika michezo yote ambayo klabu yake imeshacheza mpaka sasa, lakini mchezo pekee ambao ulionekana ulikuwa ni mchezo wa kirafiki dhidi ya Al Hilal, ambapo mchezo ulimalizika kwa sare ya goli 1-1, na hii ilikuwa ni mwanzoni tu mwa msimu wa 2024-2025. Lakini kwa sasa tetesi zilizoko ni kwamba Aishi Salmanula pengine kaibukia kwa matajiri wa Chamanzi Azam FC, ambao ndio klabu ambayo ilimtambulisha katika ramani ya soka katika taifa la Tanzania, lakini vile vile hata kimataifa. Azam ndio ilimtambulisha kabla kujiunga na klabu ya Simba mnamo msimu wa 2016-17, akijiunga na klabu ya Simba sambamba na wachezaji wenzake nyota kama John Boko, Shomari Kapombe pamoja na Erasto Nyoni. Katika kikosi cha Simba ambao walitokea Azam kwa kipindi kile amesalia yeye pamoja na Shomari Kapombe, lakini kwa sasa odds za Aishi Manula kuendelea kusalia Msimbazi ni ndogo, ikizingatiwa kwamba anakwenda kutamatisha mkataba wake mnamo mwezi huu Juni mwishoni. Inaelezwa kwamba pengine kila kitu kikawa kiko tayari kwa ajili ya yeye kuweza kutambulishwa rasmi katika klabu ya Azam FC katika dirisha kubwa la usajili litakapofunguliwa. Tunajua Azam FC wana golikipa kimataifa kutoka pale Sudani, Mohamed Mustafa, ambaye katika mechi za mwisho hajafanikiwa kuonekana kutokana na majeraha ambao yanamsumbua, na kwa sasa anaonekana golikipa mwingine wa akiba Zuberi Foba ambaye ndio mkuu akisalia langoni. Lakini kwa upande mwingine wa tetesi, beki Lamek Lawi mwenye umri wa miaka 19 naye anatarajiwa kuondoka katika klabu ya Coastal Union mara baada ya kutamatika kwa msimu huu. Inaelezwa kwamba mkataba wake utakuwa umetamatika rasmi na ataondoka katika klabu hiyo kama mchezaji huru. Tunakumbuka msimu uliopita miongoni mwa wachezaji wa mwanzo kabisa kutambulishwa katika klabu ya Simba alikuwa ni Lamek Elias Lawi, lakini kukawa na tetesi mbalimbali kwamba alikuwa anahitajika kwa majaribio katika klabu ya Genti ya pale nchini Ubelgiji, na mwisho wa siku dili lake lilishindwa kufanikiwa kujiunga na klabu ya Simba. Na Simba baada ya kupeleka kesi yao kwa TFF kwa watu wa haki na hadhi za wachezaji, walikubaliana na Coastal Union kwamba Coastal Union irejeshe pesa na Lamek Lawi akaendelea kuitumikia Coastal Union. Katika dirisha dogo kulikuwa na tetesi kwamba alihitajika na klabu ya Yanga, lakini ikawa ngumu kutokana na vipengele ambavyo Simba walikubaliana na Coastal Union. Sasa hivi atakwenda kuondoka katika klabu ya Coastal Union kama mchezaji huru. Hatujui atatimkia wapi. Je, ni Simba? Je, ni Yanga? Tusubirie, tutaona huko mbeleni. Lakini pia kuna uwezekano mkubwa klabu ya Orlando Pirates wakamtoa kwa mkopo tena kiungo wao mshambuliaji David Miguel Vieira Gilberto mwenye miaka 24 kwenda timu ile ya Petro de Atletico de Luanda ya pale nchini Angola kwa msimu ujao. Lakini klabu ya Singida Black Stars ni miongoni mwa timu zilizoulizia uwezekano wa kupata huduma ya mchezaji huyo. Kwa hiyo kuna uwezekano pengine labda tukamuona Gilberto Vieira katika viunga vya Singida kule Liti ama kule katika uwanja wao mpya kwa msimu ujao. Lakini inaelezwa kwamba watamtoa tena Orlando Pirates kwa mkopo. Lakini klabu ya Yanga imevutiwa na huduma ya mshambuliaji Jafet Kitambala Bola ambaye amefunga jumla magoli 10 msimu huu akiwa na klabu ya AC Maniema. Tunakumbuka AC Maniema ilikuwa katika michuano ya ligi ya mabingwa Afrika katika kundi moja na timu za AC FAR Rabat, lakini pia Mamelodi Sundowns walikuwa nao kwenye kundi moja, lakini hawakufanikiwa kufuzu kwa hatua robo finali. Kwa hiyo Yanga wamevutiwa na mshambuliaji huyu Jafet Kitambala Bola. Tunakumbuka Yanga wana mahusiano mazuri na AC Maniema mara baada ya mauziano ya mchezaji Maxim Pienzengeli. Kwa hiyo wamekuwa na mahusiano mazuri, lakini pia katika klabu hiyo ya Maniema Yanga pia kuna mchezaji walikuwa wanamtaka pale kiungo
lakini haijajulikana hatima yake. Kuna ofa iliyowasilishwa kwa ajili ya mchezaji huyu, lakini jina lake ni miongoni mwa majina yaliyopo kwenye listi ya washambuliaji wanaotazamiwa kusajiliwa na klabu ya Yanga. Lakini tunakumbuka pia Yanga imehusishwa kwa kikubwa zaidi na Jonathan Sowa, mchezaji ambaye anakipiga katika klabu ya Singida Black Stars. Lakini wakati huo klabu ya Simba wanavutiwa na huduma ya kiungo mshambuliaji Bassou Agi kutoka nchini Kongo, ndani ya klabu ya AC Maniema. Mchezaji huyo ana uwezo wa kucheza kama winga mshambuliaji pamoja na kiungo mshambuliaji. Amezivutia klabu nyingi ikiwemo Kaizer Chiefs, Yanga pamoja na Simba. Kwa Simba wanamwangalia Baswala Agi kama mchezaji ambaye anaweza katua katika klabu ya Simba. Kuna ofa iliyowasilishwa zaidi ya kuulizia huduma yake na wanaendelea kufuatiliwa maendeleo yake ndani ya klabu hiyo. Kwa upande mwingine, Roland Mokwena kocha ambaye alikuwa anaitumikia klabu ya Wydad Casablanca, lakini ni kocha ambaye ana rekodi kubwa na klabu ya Mamelodi Sundowns. Ameonyesha utayari wa kujiunga na klabu ya Orlando Pirates ya pale nchini kwao South Africa, kama wakiwa tayari kuhitaji huduma yake. Kocha huyo pia anawindwa na klabu ya Yanga. Inaelezwa kwamba Yanga wana matazamio ya kwenda kuachana na kocha wao Hamdi Miludi. Wanasema kwamba hajakidhi mahitaji yao ama vigezo vya kocha wanayomhitaji. Kwa hiyo inawezekana, kuna uwezekano mkubwa pia wakatupa jicho kwa Roland Mokwena ambaye mpaka sasa hana timu baada ya kuachana na klabu ya Wydad Casablanca, ambayo na yenyewe iko kwenye maandalizi ya kucheza kombe la dunia la vilabu, ambalo ni kombe lililoanzishwa kwa mara ya kwanza. Lakini kwa upande mwingine, Azam FC wanakaribia kumsainisha mshambuliaji wa Sport Club Villa Charles Lwanga ambaye anafahamika kama Neymar mwenye miaka 25. Wameshakubaliana kila kitu na mchezaji, kilichobaki ni vilabu kukamilisha mazungumzo na kumalizana nao. Kwa hiyo Azam na wenyewe wanataka kuimarisha safu yao ya ushambuliaji. Tunajua kwa msimu uliopita wamestruggle kweli katika eneo lao la ushambuliaji. Blanco, raia wa Colombia, amekuwa hana kiwango cha muendelezo mzuri, lakini vile vile Alassane Diao amekuwa na majeraha ya mara kwa mara ambayo amemsumbua. Abdul Sopu ameshindwa kuwa na kiwango bora tangu alipohamia katika klabu hiyo kutokea katika klabu ya Coastal Union. Kwa hiyo wamekuwa kimtumia Faisal Salm katika eneo hilo kama force number 9, lakini vile vile wamekuwa kimtumia Saaduni, Nasr Saaduni, lakini naye amekuwa hana muendelezo mzuri kwa kiwango chake. Lakini Simba SC wameulizia upatikanaji wa kiungo raia wa Mali Lassine Kouma mwenye miaka 21 anayechezea Stade Malien kwa sasa. Simba na wenyewe wanataka kuimarisha eneo lao la kiungo. Lassine Kouma yuko katika orodha, lakini tunajua pia Bala Musa Conte ni miongoni mwa viungo ambao pia walikuwa wanawatazama kwa undani zaidi, ambaye anakipiga katika klabu ya Sfax Sfaxien ya pale nchini Tunisia. Hizo ni kwa upande wa tetesi za usajili, na ni tetesi za vilabu mbalimbali kuweza kuimarisha vikosi vyao kwa msimu ujao. Subscribe katika YouTube channel yetu Rinyo Updates TV. Ciao.